Chama cha wanasheria wa Tanzania, kituo cha sheria na haki za binadamu, pamoja na mwanasiasa mkongwe Daktari Wilbrod Msah wamefungulia kesi ya kikatiba waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Tabora chini ya hati ya dharura, wakipinga kauli alizozitoa hivi karibuni bungeni mkoani Dodoma kuhusiana na zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini. Hatua hii ya kisheria inaleta mtikizo mkubwa katika ulingo wa siasa na utawala wa sheria, kwani inalenga kuoji mipaka ya mamlaka ya kiutendaji ya waziri mwenye dhamana ya ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao pale anapotoa miongozo inayohusisha haki za msingi za kikatiba za raia na vyama vya siasa. Akizungumza bungeni jijini Dodoma wakati wa mfululizo wa vikao vya bunge lililopita, kiongozi huyo alitoa kauli iliyozua mjadala nzito nchini kote, akitetea mienendo ya vyombo vya dola kuizuia mikakati na mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa kwa madai ya kulinda usalama wa taifa na kuzuia uvunjivu wa amani. Hoja hizo sasa imezua vuguvugu jipya la kisheria, ambapo taasisi hizo kubwa za kisheria na haki za binadamu zikishirikiana na mwanasiasa huyo mkongwe wa zamani zimeamua kutumia njia ya mahakama kupata tafsiri sahihi ya kisheria na kikatiba ili kudhibiti kile kinachoitwa ama wanachokiita ukiukwaji wa haki za kidemokrasia na kikatiba zilizoruhusiwa kisheria nchini. Mzozo huu wa kisheria una uzito wa kipekee kwa sababu unamhusu moja kwa moja waziri mwenye dhamana ya kusimamia jeshi la polisi, ambalo limekuwa likilaumiwa mara kwa mara na vyama vya upinzani kwa kutumia nguvu kupita kiasi na kuzuia shughuli halali za kisiasa kwa kutumia mwavuli wa masuala ya kiusalama. Kwa kufungua kesi hiyo katika masjala ya Tabora, walalamikiaji wameonyesha nia ya kutaka kupata uamuzi wa haraka na dhabiti utakaoweka bayana mipaka ya kisheria ya waziri huyo katika kutoa matamko yanayoathiri haki za kikatiba na za kunyanyasika na kutoa maoni ya huru, haki ambazo zimeainishwa wazi katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Waziri huyo ambaye kitaaluma ni mwanasheria pia na aliwahi kuwa kiongozi wa vijana katika chama cha upinzani kabla ya kuhamia chama tawala CCM na baadaye kuteuliwa kushika nafasi mbalimbali za uongozi serikalini, anajikuta kwenye wakati mgumu wa kutetea kauli zake za kisheria mbele ya majaji wa Mahakama Kuu. Historia ya kisiasa inafanya kesi hii kuwa na mvuto mkubwa kwa umma, kwani imemweka mtu aliyewahi kupigania haki hizo upande wa pili wa meza akitetea msimamo dhabiti wa serikali uliopo sasa, jambo linaloleta picha ya jinsi mifumo ya madaraka inavyoweza kubadilisha misimamo ya viongozi kulingana na nafasi wanaoshika wakati husika. Makamu huyo wa zamani wa rais wa chama cha upinzani sasa analazimika kukabiliana na nguvu ya pamoja ya chama cha wanasheria Tanzania, ambacho kina wanachama maelfu ya mawakili, wasomi pamoja na taasisi za haki za binadamu, ambayo imekuwa stari wa mbele wa kufanya utafiti na kutoa taarifa za ukiukwaji wa haki nchini kwa miongo kadhaa sasa. Ushirikiano huu na wanasiasa waandamizi unalenga kuonyesha kuwa swala hili si la kitaasisi pekee, bali ni jambo linaloguza maslahi mapana ya wananchi na viongozi waliotumikia taifa katika ngazi za juu za maamuzi kwa muda mrefu na wanaelewa vizuri athari za kunyima demokrasia.
Uchambuzi wa mwelekeo wa kesi hiyo unaonyesha kuwa walalamikaji wanajikita zaidi kwenye ukiukwaji wa ibara za katiba zinazohakikisha uhuru wa kujumuika bila kuingililiwa kinyume cha sheria, huku upande wa serikali ukitarajiwa kujenga hoja zake kwenye masuala ya usalama wa taifa, utulivu wa umma na mamlaka ya kisheria ya viongozi wa wizara hiyo kusimamia utengamano wa nchi. Kesi hii inatarajiwa kuvuta hisia za wadau wengi wa maendeleo, balozi za kigeni na wananchi wa kawaida ambao wamekuwa wakifuatilia kwa ukaribu mabadiliko ya kisiasa na kiutawala yanayoendelea nchini, hasa katika kipindi hiki ambacho taifa linajiandaa kwa michakato mikubwa ya uchaguzi. Hatua ya kufungua kesi hiyo chini ya hati ya dharura inalazimisha mahakama kuipa kipaumbele cha kwanza ili kutoa maamuzi kabla ya madhara zaidi kujitokeza katika shughuli za kila siku za kisiasa, jambo ambalo linaweza kuathiri uendeshaji wa siasa nchini kote iwapo mikutano itaendelea kuzuiliwa kwa kutumia kauli hiyo ya bungeni. Wachambuzi wa masuala ya kisheria wanasema kuwa uamuzi utakaotolewa na mahakama kuu katika kesi hii itakuwa na athari za kudumu katika uandishi na utekelezaji wa sheria za vyama vya siasa pamoja na miongozo ya jeshi la polisi nchini huku kwa miaka mingi ijayo. Katika kujenga hoja zao, walalamikaji wanasisitiza kuwa kauli ya waziri huyo inatishia uhuru wa vyama vya siasa kufanya kazi zao kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa na katiba ya nchi, na inasababisha taharuki miongoni mwa wanachama na viongozi wa vyama ambao wanajikuta wakikamatwa na kushtakiwa kwa kufanya mikutano ya ndani au ya hadhara. Hali hii pia inasababisha hofu ya kisiasa inayoweza kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana katika miaka hivi karibuni, ambapo kulikuwa na mwelekeo wa kufungua uwanja wa siasa na kuruhusu mazungumzo na maridhiano kati ya serikali na vyama vya upinzani. Uamuzi wa kumtaja waziri huyo kama mjibu maombi wa kwanza unalenga kumfanya awajibike binafsi na kiserikali kwa maneno aliyoyatamka akiwa bungeni, akiamini kuwa alikuwa anawakilisha msimamo rasmi wa serikali na wizara yake ambao inasimamia vyombo vyote vyenye silaha vinavyohusika na doria na usalama wa ndani wa nchi ya Tanzania. Jambo hili linaweka mfano mpya wa uwajibikaji kwa viongozi wa umma ambao mara nyingi wamekuwa wakitoa matamko makali bungeni wakiamini kuwa wanaolindwa na kinga ya bunge bila kujua kuwa matakwa ama matamko yao yanaweza kupingwa kisheria mahakamani iwapo yanakiuka misingi ya kikatiba ya mama nchi. Kesi hii pia inatarajiwa kuweka wazi jinsi mahakama inavyoweza kusimama kama mlinzi mkuu wa katiba na mtetezi wa haki za wanyonge pale ambapo mihimili mingine ya dola kama vile serikali au bunge inapoonekana kupitisha maamuzi au kutoa kauli zinazobana haki za raia kikatiba. Kasi ya usikilizwaji wa shauri hili itatoa taswira halisi ya utayari wa mfumo wa mahakama nchini Tanzania kukabiliana na migogoro ya kikatiba yenye sura ya kisiasa kwa njia ya haki, usawa na haraka bila kupendelea upande mmoja. Waziri huyo wa mambo ya ndani sasa analazimika kuratibu timu yake ya wanasheria wa serikali kutoka afisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ili kuandaa utetezi madhubuti utakaowezesha kuhimili hoja kali za kisheria zitakazowasilishwa na mawakili wasomi wa chama cha wanasheria ambao wamejipanga vizuri kuhakikisha kuwa haki inatendeka na kulindwa. Mvutano huu wa kisheria unaashiria kuwa msimu mpya wa mapambano ya kisheria umeanza rasmi nchini Tanzania, ambapo silaha kuu inatumiwa na watetezi wa haki za waandamano ya barabarani, bali si hoja madhubuti ya kisheria tu mbele ya majaji na mahakama kuu ya Tanzania.